Mangobangiti na tumesikia kocha mwenyewe huyo anakuja na jopo lake, squad yake mpaka fitness coach. Ndio. Tafsiri yake ni kwamba pale Patrick Mabeid bye bye. Yes. Ila Moulin kuhusu Moulin ataendelea kubaki pale kama sehemu ya kocha msaidizi kwa sababu Moulin bado Yanga wana uhitaji naye zaidi, lakini kwa Patrick Mabeid nafasi yake Yanga pale haipo tena. Nafikiri tusubiri wenyewe Yanga watasema kitu chochote. Sisi hapa tunazungumza kwa sababu ndio wakati wa usajili. Of course hekeka zao zimeanza na safari watapishana sana kule Afrika Kusini. Kwa Madiba. Safari hii pira mapiano litapigwa sana hapa Bongo. Nimeona Yanga wameendelea kubisha hodi tena pale Stellenbosch. Kuna watu wanawahitaji. Of course issue za kifedha zimeonekana kuwa zina uzito sana kwa wachezaji ambao Yanga wanawataka. Nimemuona Jean Girimugisha ikiwa anatajwa kuja Young Africans, lakini inaonekana tayari kama deal ishaotambawa hivi sababu inasemekana tayari Al Ahly Tripoli wenyewe waishatia mzigo wa kutosha. Kwa hiyo huenda kwa kiwango kile ambacho watu walikaririshwa kusikia kuambiwa isiwe tena, lakini Manuel Fromo mchezaji wa Liberia huyu ambaye pia Yanga wanapambana kuvunja mkataba wake wa miaka 6. Mchezaji mwenyewe na Yanga hawana shida, washazungumza vizuri kabisa. Miaka 6 unavunja? Ndio wanapambana. Sikia neno kupambana. Mkataba una miaka 6. Yanga wanapambana kuuvunja kwa sababu mwenyewe mchezaji na Yanga hawana shida. Ni ngumu. Wenyewe hawana shida. Yanga na mchezaji issue za signing fee na nini wamesha aidiana paka mishahara. Sasa wanazungumza sasa na klabu yake ili waweze kumuachia. Sasa Yanga wanapambana kuvunja huo mkataba. Ndio wanasema deals za Yanga kama zinaotambawa kwa sababu hawa wachezaji kama Yanga wangewapata ukimjumlisha pamoja na Adolf Bitegeko pamoja na Aziziki, wangeungana pamoja na mchezaji kama Emmanuel Fromo pamoja na Jean Girimugisha. Yanga hii kwa wakubwa wale ambao tunavyozungumza sasa hivi hawapo tena kwenye michuano ya klabu bingwa, nilikuwa naiona Yanga kufika hata nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu tunavyozungumza hivi Estad Jo na wasikilizaji, ikumbukwe klabu kama Al Ahly ya Misri, Siala Belouizdad pamoja JS Kabylie, kuna klabu kama USM Alger, kuna klabu kama Raja Casablanca, FAR Rabat, Wydad, Kaizer Chiefs. Sio, unanielewa? Ndio. Vipo vilabu vingi sana ambavyo ukijumlisha na Etoile du Sahel, ukiweka vilabu kama IC Vita, Township Rollers, vingine havitishi sana, lakini unaona ni zile klabu ambazo zina majina makubwa zenyewe hazito shiriki michuano ya klabu bingwa. Ukiwaweka wale wakubwa ambao tumezoea kuwaona wanafanya makubwa kwenye michuano hii ama kufika mbali, tayari wameshapungua na spidi yao haipo tena. Kama Yanga wangekuwa na wachezaji hawa waliowataja, Yanga hii ilikuwa naiona mpaka hatua ya nusu finali klabu bingwa inafika. Lakini sasa tuache tuendelee kuona, kwa sababu swali lako limeuliza kama mbona Yanga hawana heka wanazo. Sipokuwa kuna wakati kama zinagonga mwamba hivi, kama ngome inagonga besela hivi, utamu unakuja kama unakata hivi, maji yanazidi unga. Yaani kuna wakati ni issues za kifedha, kuambiwa mchezaji ni bilioni 2 point kawaida, kuambiwa sijui bilioni ngapi kawaida. Sasa sijajua ni issues ya mkono mfupi ama sijajua wanashindwa wapi, lakini we imagine tu kwenda kupambana kuvunja mkataba wa miaka 6 wa Emmanuel Fromo. Sio jambo dogo, unajua. Japo wameanza mazungumzo na klabu ya Tripoli, lakini siwaoni kama watafanikiwa.